Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho kwa watu wote na rika zote. Pia tunakuwa na maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote. Siku ya leo tunaendeleza somo letu zuri ambalo tulikuwa tunajifunza kwa habari ya siri ya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Imekuwa ni kawaida kuzoeleka katika jamii au katika maeneo tunayokaa mtu kuugua, lakini imekuwa ni mazoea mtu kusema kwamba na presha yangu, na kisukari changu, nina amiba yangu, nina madonda yangu ya tumbo. Lakini katika chaneli hii tunafunua siri za magonjwa katika ulimwengu wa roho. Tunafunua siri za magonjwa katika ulimwengu wa kiroho. Na nimefundisha somo la kwanza kwamba magonjwa asili yake ni ulimwengu wa roho. Kila magonjwa mtu anaposikia anaugua, asili yake ni ulimwengu wa roho. Tukachambua kwa habari ya waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ukafanikiwe katika mambo yote na ukawe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nikafundisha ya kwamba magonjwa mengi yanaanza katika ulimwengu wa roho. Tukaangalia katika sehemu ya pili, tukaona kwamba magonjwa yanatengenezwa au magonjwa yanaundwa kichawi, wanatuma magonjwa kichawi. Na tukaanza kuona kwamba wanaweza kukuwekea presha, wanaweza kukuwekea kisukari, wanaweza kukuwekea magonjwa mbalimbali. Unaweza ukaangalia vipindi hivi ninavyosema hapo nyuma kwenye channel hii. Angalia masomo ya hapo nyuma na utapata matokeo ya vipindi hivyo katika jina la Yesu aliye hai. Sasa leo tunataka tuendelee sehemu ya pili, sehemu ya 8. Leo tunataka tuendelee sehemu ya 8. Na sehemu ya 8 itafundisha magonjwa yaliyotegwa barabarani, magonjwa waliokutegea katika ulimwengu wa roho, magonjwa waliokutegea katika ulimwengu wa roho. Na moja kwa moja tutajifunza kwamba ushawahi kupita kwenye maeneo ukakuta njia panda pale wametupa viungu, wameosha maji, wameoga pale njia panda. Sehemu nyingine ukapita njia panda ukakuta kuna mashuka. Maeneo wanayotega magonjwa ni maeneo mengi, lakini leo nafundisha eneo kubwa la njia panda. Wanaweza kutega magonjwa mengi, lakini leo nafundisha eneo kubwa la njia panda. Na kama ni mara yako ya kwanza, ili upate vipindi vyetu vijavyo na upate vipindi kwa wakati na mafundisho kwa wakati, unaweza ukasubscribe channel hii, ukabonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, katokea alama ya kengele ukaibonyeza. Moja kwa moja utakuwa umejiunga na channel yetu hii pendwa. Na unaweza pia ukawa na maoni yako, ushauri wako, unaweza ukashusha comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Leo tunaanza kujifunza magonjwa yaliyotegwa njia panda. Kutegwa. Neno kutegwa sio neno adimu kwenye maisha yako. Mtego ni kitu chochote ambacho kinatumika kumweka mtu au kumweka mnyama au kumweka ndege au kumweka kitu chochote ambapo ni mnyama, ndege au ni kiumbe chochote chini ya himaya yako. Kwa mtego ni kitu kinachotumika kushika mtu au kitu au mnyama au ndege au chochote, kuweka chini ya himaya yako. Maana yake anapotega mtego, cha kwanza wewe mwenyewe unakuwa ujui, au yule mnyama anakuwa ajui, au yule ndege anakuwa ajui kwamba hapa pana mtego. Ndio maana mwisho wake unamshika. Lakini neno hili mtego pia liko kwenye Biblia. Zaburi sura ya 91, kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 3. Zaburi sura ya 91 mstari wa 3. Maandiko yanasema katika Zaburi sura ya 91 mstari wa 3. Hapa tunaangalia katika Zaburi sura ya 91 mstari wa 3.
Zaburi 91 mstari wa 3. Anasema maana yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji katika tauni iharibuyo. Anasema yeye Mungu atatuokoa katika mtego wa mwindaji. Alafu anasema katika tauni iharibuyo. Maana yake kuna mitego ya mwindaji. Lakini maandiko hapa hajafunua wazi sana kwamba mitego hii ikaanza kuorodheshwa. Kwa hiyo tutaona kwamba wanatega magonjwa katika ulimwengu wa roho kwa njia ya maneno, wanatega magonjwa kwa njia ya maneno katika ulimwengu wa roho. Lakini leo pia tunajifunza magonjwa yaliyotegwa njia panda, magonjwa yaliyotegwa njia panda katika ulimwengu wa kiroho. Sasa pale njia panda, watu wengi, kuna somo ambalo nimefundisha hapo nyuma, madhabahu za njia panda. Njia panda ni sehemu ya kusanyiko katika ulimwengu wa mwili. Njia panda ni sehemu ya makutano. Unaweza kukuta njia panda ina kona 2, au ukakuta njia panda ina kona 3, ukakuta njia panda ina kona 5, ukakuta njia panda ina kona 6. Maana yake zile barabara zinazokutana pale njia panda. Katika ulimwengu wa mwili kuna matukio au maeneo ambayo njia panda inakutanisha watu au magari au njia mbalimbali za kuonyesha hilo eneo la huo mji. Lakini katika ulimwengu wa roho, njia panda inatumika kama madhabahu za giza, na watu wengi huwa hawajajua siri hii kwamba njia panda huwa zinatumika kama madhabahu za kichawi. Kumbuka, mambo ya shetani ni ya siri. Kumbuka, vitu vya shetani ni vya siri. Ndio maana hata walio Freemason hawezi kusema mimi ni Freemason, hawezi kujisema mimi ni Freemason, akiambiwa anakataa. Kwa sababu akiongea mimi ni Freemason, akaongea mimi ni wa shetani, hata mchawi hawezi kusema mimi ni mchawi. Ukitaka kukosana mchawi, mwambie ni mchawi. Anajua kabisa anaroga, anajua kabisa anaua watu, lakini hawezi kukubali yeye ni mchawi na akatangaza kwa watu yeye ni mchawi. Katika ulimwengu wa roho, anapotangaza vile, huwa anapewagwa adhabu. Kwa hiyo ibada za kichawi au za giza au ibada za shetani huwa ni za siri. Sio kama unavyoonekana unaenda kuabudu kanisani, sio kama unavyoonekana unaenda kuabudu nyumba ya Mungu msikitini, sio kama unavyoonekana unaenda kuabudu sehemu mbalimbali. Ibada za shetani ni za siri. Kumbuka, uchawi kazi yake ni siri. Kwa katika maeneo ambayo wanakutana wachawi kufanya ibada, eneo mojawapo katika ulimwengu wa roho ni njia panda. Katika maeneo ambayo wanakutanisha wachawi, katika eneo la kwanza ni njia panda. Leo nafundisha magonjwa yaliyotegwa njia panda. Hasa katika njia panda wanatafuta njia panda moja. Mfano, wale wachawi wa pale mtaani unapoishi, wanatafuta njia panda moja pale mtaani, ndio wanaiweka kuwa madhabahu yao. Katika ulimwengu wa mwili hautaona chochote, lakini kwenye ulimwengu wa roho ukiangalia pale utaona kwamba kuna mtoto mdogo anamweka kama rada, wanaweka kioo pale njia panda, wanaweka vitambaa vyekundu na vyeusi pale njia panda, wanaweka, yani wanatengeneza madhabahu yao ambayo inakuwa wanakusanyika kila wakati usiku wa manane. Sasa tuangalie kwenye maandiko matakatifu. Napenda kuongea vitu alafu nikivikamilisha kupitia neno ili uweze kuelewa zaidi. Kitabu kile cha Ezekieli sura 21, kitabu cha Ezekieli sura 21, alafu tutaangalia hapo mstari wa 22 na kuendelea. Ezekieli sura 21 tunaenda kujifunza magonjwa yaliyotegwa njia panda, magonjwa yaliyotegwa kwenye njia panda. Ezekieli sura ya 21 mstari ule wa 22, tutaanza hapo kuangalia Ezekieli sura 21 ili tupate maana zaidi. Tutaanza 21, Ezekieli sura 21 mstari wa 21. Anasema, maana mfalme wa Babeli amesimama penye njia panda,
penye kichwa hicho cha njia mbili, ili atumie uganga, akitikisa mishale huko na huko, akizuliza faraki, akiyatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura Yerusalemu, akiweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa chake katika machinjo, na kuinua sauti yake kupiga kelele sana, na kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, na kufanya maboma ya kujenga ngome. Kwa hiyo tunaona hapa anasema mfalme wa Babeli, huyu anaitwa mfalme Nebukadreza. Huyu mfalme wa Babeli anaitwa mfalme Nebukadreza. Mfalme huyu ndiye aliyejenga historia ya kuwapiga Israeli na kuwakamata mateka Israeli, na mfalme wao Ezekia wakamtoboa macho. Ngome ya Israeli ilikuwa ipitiki, mfalme wa Israeli alikuwa upitiki, lakini huyu mfalme Nebukadreza alianza kwenye madhabahu ya njia panda. Tangu alipojua kwamba ana vita na mfalme wa Ezekia, yeye alichokifanya, alienda kwenye madhabahu ya njia panda, ndiko akafanya ibada pale, akaabudu miungu pale. Lakini Biblia inasema alipoenda njia panda, Biblia inasema kabisa kwenye Ezekiel sura 21 mstari 21, anasema akifanya uganga, akifanya falaki. Maana yake, kwa nini alienda njia panda? Maana ikulu yake ilikuwa ni ikulu kubwa, ikulu yake na kila kitu, ikulu yake na heshima. Kwa nini aende njia panda? Kwa sababu huyu mfalme alikuwa naabudu miungu na alikuwa naabudu uchawi. Kwa hiyo tayari katika ulimwengu wa roho, njia panda ndo hapa. Ukisoma vizuri mstari 22 anasema kwenye lango, njia panda ndio lango, malango kwenda kuzimu, malango kwenda kuzimu, malango kwenda kwenye ulimwengu wa roho wa giza, ni njia panda. Sasa nini nachotaka kufundisha? Magonjwa yanayotegwa kwenye njia panda. Kwa hiyo ndio maana unapoona usiku ukipita njia panda kuanzia saa 6, saa 7, unasikia kama watu wanaongea. Wakati mwingine unaweza usione, una macho ya rohoni, lakini unasikia nywele zinasisimka. Basi unakuta wako kwenye kikao hapo njia panda, ndo anakaa wachawi hapo njia panda. Lakini wakati mwingine unajiuliza, kwa nini kunakuwa na ajali nyingi sana zinatokea njia panda? Kwa nini kunakuwa na ajali nyingi sana zinatokea njia panda? Kwa nini ajali nyingi zinatokea maeneo ya njia panda? Njia panda ni mlango. Biblia hapa inasema Ezekiel 21 mstari 21 mpaka 22, anasema njia panda ni lango, ambao lango hili la njia panda ni lango, ambao lango hili la njia panda ni lango ambalo linapatikana katika njia panda, ambao ni lango la giza, ndipo wanapokusanyikia. Sasa kama ni lango, kwa hiyo wakienda kufanya ibada zao wanafanya njia panda. Sasa katika ulimwengu wa roho wa giza, wakitaka kutuma magonjwa, kuna magonjwa yanategwa njia panda. Ndio maana unakuta mganga anaenda kumwosha mtu mikosi njia panda, mganga anakwenda kumwosha mtu mikosi njia panda, anamwogesha madawa pale njia panda. Sasa sio kwamba tu anamwosha pale njia panda, huwa ananuiza kwamba haya magonjwa yanapotoka, yule atakayepita wa kwanza, yule atakayepita wa kwanza au atakaopita wa pili, unaweza ukapita wewe na nguvu ya Mungu yasikupate, lakini ukapita mwingine ana nguvu ya Mungu akampata. Na mwingine nashangaa, anaweza akakuta pale njia panda wamevunja mavyungu. Chukua vyungu, wanapasua njia panda pale, na unakuta mwingine yale mavyungu waliovunja, kuna mtu amevunja mikosi, kuna mtu amevunja laana, kuna mtu amevunja shida, kuna mtu amevunja magonjwa. Kwa hiyo anapovunja anasema atakaye kuja kukanyaga hapa akutane na haya magonjwa, akutane na haya mikosi. Wanakutega wapi? Ni njia panda, sio wajinga. Kwa hiyo unajikuta mwingine anaweka pale mashuka njia panda, mashuka meupe. Mwingine anatega mashuka meupe kwamba huu ugonjwa kama alivyooga, alivyoogeshwa, nimemvika shuka hili, anavyoliacha hapa njia panda ndivyo apate maisha mapya na nini. Anayekuja kuchukua hili shuka apate magonjwa haya. Wanakutegea magonjwa kupitia mashuka. Wengine wanategewa magonjwa kupitia fedha pale njia panda. Mara fedha zimeandikwa hapo, zimeangushwa hapo fedha hizi, chenchi, pesa hizi, mara zimewekwa na damu. Njia panda katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo magonjwa mengi
katika ulimwengu wa roho yanaanza njia panda, ndipo wanapoweza kukurogea uchawi hayo magonjwa kwenye maisha yako, nafsi yako, wanaanza kutamkia hayo magonjwa ukiwa njia panda. Nini nataka nifundishe? Ya kwamba nafundisha wana maombi, ili unapoenda kuomba ujue nini cha kwenda kukiombea. Unapoenda kuomba ujue, unapoenda kutegua magonjwa ujue magonjwa gani unaweza kuyategua. Magonjwa mengi yanaanza njia panda, unaanza kutegua njia panda. Pale unapokanyaga kwenye njia panda, ndipo anakuunganisha na hayo magonjwa katika ulimwengu wa roho. Ni ombi langu nifuatilie katika somo lijalo. Kwa hiyo pale njia panda ni madhabahu za giza, tumegundua. Njia panda wanatega magonjwa, tumegundua. Mara wanaandika nazi, wanaandika na ile nazi inaandikwa na maandishi ya Kiarabu, alafu ile nazi inaenda navunjwa pale njia panda, wanaibomoa pale njia panda, wanatega magonjwa. Kwa inawezekana unajiuliza ugonjwa nimeupata wapi? Inawezekana unajiuliza haya matatizo, maradhi haya mabaya nimeyapata wapi? Haya magonjwa mabaya na upitia nimeyapata wapi? Wamekutega pale njia panda kwa magonjwa. Weka comment yako hapo chini, weka like yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Endelea kunifuatilia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Endelea kunifuatilia, endelea ulike video hii, kwa nitafundisha eneo lingine tena. Tunaendelea kufunua siri za kiroho. Lengo langu sio kitu kingine. Lengo langu, natumia muda wangu, natumia nafasi kubwa, napopata tu muda narusha kipindi, kwa sababu ukipata maarifa rohoni utajua namna kupambana. Ukipata maarifa rohoni utajua namna kushinda vita vya rohoni. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki sana, akuzidishie na akulinde. Shalom, shalom Israeli.